Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru wewe na kupongeza mkurugenzi pamoja na timu yako kwa kutupa milioni 50 kwa ajili ya vifaa tiba ya zahanati ya Imurwa, lakini pia tunashukuru ofisi ya mbunge tumepata milioni 20 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya Komesha. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kupata kwa vikundi vya kina mama wamepata mikopo. Kikundi cha Mosoi wamepata shilingi milioni 7. Enyorata wamepata milioni 16 na laki 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ni zile, lakini kutokana na mvua nyingi iliyopata mwaka huu, miundombinu nyingi za barabara zimeharibika. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru wewe na kupongeza mkurugenzi pamoja na timu yako kwa kutupa milioni 50 kwa ajili ya vifaa tiba ya zahanati ya Imurwa, lakini pia tunashukuru ofisi ya mbunge tumepata milioni 20 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya Komesha, ambapo sasa hivi tumempata fundi na msapulaya wa vifaa na wananchi wamechanga milioni 10, na sasa hivi wako kwenye mchakato wa kupata tena milioni 10 ili zahanati hiyo iweze kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja kwa moja naomba niende kwenye changamoto. Changamoto ya kwanza, ubovu wa barabara. Ubovu wa barabara, kwa kweli barabara zote sasa hivi hapitiki. Tuna barabara ya kijiji cha Mfereji Impopo hadi shuleni, Mfereji wa pili, barabara ya Mbenyona Ndo na kijiji cha Komesha, barabara zote hapitiki. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mfereji tuna shule ya bweni, na kwenye shule ile barabara imekatika. Wananchi wamejitahidi, wamechanga mchango, tumefungua barabara ile kwenye korongo iliyokatika. Naomba watu wa TARURA tuwasaidie wananchi wale, barabara ile ipewe kipaumbele, kwa sababu barabara ile ikishindikana watoto hawasipelekewa chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba niwasilishe taarifa fupi ya shughuli za maendeleo kata ya Moita robo ya 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba umesema tuseme miradi inaendelea, lakini pia na mimi pamoja na kwamba hapafikiki kule, lakini basi tumefanikiwa kupata kwa vikundi vya kina mama wamepata mikopo. Kikundi cha Mosoi wamepata shilingi milioni 7. Enyorata wamepata milioni 16 na laki 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ni nyingi kama waheshimiwa madiwani wanavyosema, kwa sababu jiografia ya Monduli zinafanana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba niseme tu, pamoja na kwamba changamoto ziko kama 7, na naomba nisome zote, lakini niseme hili tu. Moja, swala la barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri kwa sababu tushazungumza na mkurugenzi anajua fika hali halisi ya Moita, ninaamini basi ile ombi langu mkurugenzi ataipush kadri anavyoweza, ili basi watu waende site kwa ajili ya connect tena network ya mawasiliano kule Moita. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto yetu ya kwanza kabisa ni barabara. Hali ya barabara ni mbaya sana kwenye kata, yaani kutoka Oldonyo kwenda Lemoti hakuna barabara. Hata ndani ya kijiji cha Lemoti yenyewe kutoka shule ya msingi Lemoti kwenda Lekimilo hakuna barabara. Na shahidi mkuu wa wilaya alikuja ziara kule Lemoti, na baada ya kukabidhi Lemoti shule ya msingi Lemoti hakuweza kwenda mbele zaidi kwa sababu ya barabara kuwa na mikatifu mikubwa.
na changamoto nyingi ikiwemo ya maji, miundombinu ya barabara, umeme, lakini hasa tumepita juzi kwenye mvua kubwa sana na kuna changamoto kubwa ya daraja kwenye kitongoji cha Yakasiti. Hapa nitumie fursa hii mwenyekiti kuomba niombe tu wataalamu wa TARURA na TANESCO kama wanaweza kutupatia nguvu za angalau tutengeneze daraja la dharura ili angalau wanafunzi wasikose kwenda mashuleni, angalau wakati tunaendelea kusubiria budget, na bunge pia alituahidi kwamba analifanya hilo. Naomba kuwasilisha mafanikio kadhaa yanayoendelea kufanyika katika kata ya Monduli mjini. Tunakuwa pia tuna changamoto kadhaa, na changamoto hizi zinaonekana kujirudia kwa maana ya kwamba hazijapata ufumbuzi mpaka sasa. Pamoja na hayo, changamoto kubwa kwa sasa kata ya Monduli mjini ni pamoja na changamoto ya miundombinu ya barabara, mifereji ya kupitisha maji ambayo yaliyoathirika kutokana na mvua kubwa ambazo zilinyesha. Pia changamoto nyingine ni katika eneo letu la soko la Alhamisi pamoja na soko la Jumapili, miundombinu ya soko kuharibika kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha. Pamoja na hayo, naomba kuwasilisha